Nilipoingia tu hapa nimekabwa koo na mmoja wetu ana swali lake la haraka. Tunamkaribisha. Karibu ndugu Nuhu. Asante. Mimi swali langu linaelekea kwenye lile somo la kwanza kuhusu kutoka kitabu cha Samueli hilo, kwamba Mungu anasema kwamba yeye haangalii kwa nje, anaangalia kwa ndani, anaangalia roho. Lakini the way wanavyofafanua uzuri wa yule kaka mkubwa na uzuri wa huyu mdogo Daudi, kwamba na yeye alipotokea tu wanamsifia kwa uzuri wake alivyo. Sasa nikajiuliza pale tatizo sio uzuri tena, yani kwamba uzuri ule tofauti yake hasa ni nini? Kama labda kama yule kaka alikuwa na madhambi au nini sijui, lakini kwenye uzuri naona ni kama wanamdescribe kwamba huyu Daudi labda ndio mzuri zaidi kuliko hata huyu kaka yake. Sasa mbona mzuri zaidi na bado amechaguliwa bado mzuri tena? Asante kwa swali hilo. Sasa sielewi shida yako ni kwamba wote ni wazuri au kama Mungu kigezo cha uzuri akifuatilii, mbona Daudi ana huo uzuri tena? Ingekuwa kwamba bwana Daudi huyu kichwa chake sio hivi sijui yupo mbaya, lakini ana moyo mzuri zaidi, mimi ningekubaliana kwamba kumbe Mungu anaangalia roho tu, haangalii kwa nje. Lakini ukitaja tena ile sehemu kwamba na Daudi naye anapendeza yuko hivi hivi, sasa nasema sioni kwamba kigezo cha uzuri kinakataliwaje hapo tena. Asante. Mama nataka kuongeza kana kwamba mimi naona kwamba naomba nimesema swala la uzuri kwa mkubwa na uzuri kwa mdogo kulinganisha kwenye mazingira ya kawaida. Hata yeye ameshakuwa, sio kwamba mtu anaweza kuwa mzuri kwa nje lakini akawa mbaya kwa ndani. Kuna mwingine anakuwa na uzuri wa nje na vile vile akawa na uzuri wa ndani, lakini kunaweza kuwa na kuzidiana. Labda kuna kitu ambacho yeye Mungu alikiona zaidi kwa yule mdogo, ndiyo hata mkubwa alikuwa na uzuri wa nje na wa ndani, lakini labda yule mdogo alikuwa na uzuri wa ndani, alikuwa na uzuri wa nje wa kumzidi yule mkubwa. Hata watu ambao umesoma nao unaona huyu ni mzuri lakini ana tabia nzuri, ni mzuri. Kuna mwingine mbaya wa sura lakini ana tabia nzuri. Kwa Mungu nani maandiko, Mungu mwenyewe ametoa kauli kwamba Mungu anaangalia nje, Mungu anaangalia roho. Tunakubaliana na Mungu katika swali langu ni kwamba kwa nini maandiko yanataja tena uzuri wa Daudi? Wangeacha ule uzuri wa Daudi kutaja, ingeonekana kwamba Daudi ndio alivyo, Mungu anaangalia roho yake. Lakini wametaja tena kwamba bwana huyu bwana ni mzuri hivi, ni kama wanamsifu zaidi sana Daudi. Mimi najiuliza kitabu cha uzuri Mungu akiangalia, kwa nini maandiko yanatueleza juu ya uzuri wa Daudi? Asante, naelewa. Binadamu tunaangalia nje, lakini tunasema ana nywele nzuri na nini, si nje. Basi kama fundisho kubwa katika somo lile linatoka katika hii sura ya 16 kitabu cha kwanza cha Samueli, uteuzi wa mfalme mrithi wa Sauli. Somo kubwa ni kwamba Mungu anaangalia moyo na haangalii mambo ya nje. Hiyo ni somo la kwanza, na tuliogope hilo na tulijali hilo. Uzuri wa ndani na hafafanui ule uzuri wa ndani ukoje, hafafanui pale. Anasema tu Mungu anaangalia roho, anaangalia moyo na sio mambo ya nje, sio mwili na mambo ya nje. Ni vizuri hapo, ni somo la kwanza hilo, tuelewe tofauti ya Mungu na sisi wanadamu, kwa sababu pengine hatujui moyo wa mtu na nini au ukoje, walau hilo kwamba Mungu anaona mpaka ndani. Hilo ni somo la kwanza
main point. Sasa kuhusu uzuri wa nje, sasa tunaelewa kwamba Samueli aliangalia shape za nje, bodily shape and utanashati na jinsi alivyokuwa mrefu na anapendeza yule wa kwanza. Lakini ujue kwamba majina ya hao wa kwanza hawatajwi, na Biblia inapokuwa haitaji majina ni kwamba ni character, yani ni mhusika ambaye sio muhimu. Ukiona Biblia, mwandishi wa Biblia hataji jina la mhusika, manake sio muhimu sana, ni kama anatumika kwa kufundishia. Character ione figure yoyote ambayo haitaji kwa jina katika simulizi fulani ni kama kitu cha kutumia kueleza pointi nyingine, sio muhimu, sio kung'ang'ania kwenye ile character, yani ile picha ya kinachohusika au mtu anayehusika, kama hataji jina lake. Akitaja jina usimame, manake hapo kuna pointi nyingine tena kuhusu huyo anayotajwa. Hiyo ni muhimu. Sasa tunaona hawa wengine 7 wote hawakutajwa majina. Anayetajwa ni Daudi, ambaye alikuwa huko shambani au mbugani akichunga mifugo ya baba yao ya familia. Kuna mambo mawili makubwa hapa ambapo yako kwenye simulizi muhimu katika vitabu vya Wafalme. Ya kwanza, Mungu anachagua kile kitu kikamilifu, yani kitu perfect. Hapewi au hachukui kitu ambacho kina kasoro. Na usimtolee Mungu sadaka ambayo ina kasoro. Tunakumbuka mfano wa Kaini na ndugu yake Abeli. Kaini alimpa Mungu vitu vya ambavyo havikuwa vikamilifu, vilikuwa na udhaifu, vile labda makapi na vitu gani. Hakutoa ile sadaka yenyewe na akaisikia uchungu wa kuitoa. Hiyo ndio sadaka yenyewe. Na kwa hiyo hatumchagulii Mungu vitu ambavyo tumeshindwa au havitufai sisi. Tutoe the real thing that is painful also to give. Wenyewe hiyo ni muhimu. Sasa katika vitabu vya Biblia utaona, na si kwamba utaona wanaochaguliwa na Mungu is the best of the best. Tukumbuke hilo. Na ndio alitaka kufundisha pale. Tukiona kwa mfano mtu wa kwanza kati ya wengi ambao walichaguliwa na Mungu kwa viongozi, tuanze tu na hawa wafalme. Wa kwanza ni Sauli. Anapewa sifa za pekee tofauti na watu wengine wote. Alikuwa mrefu, wa kupendeza, na hata mabega yake alikuwa jao. Wengine walikuwa kama midget, kama baadhi yetu, lakini lenyewe lilesimama na unamuona kwa mbali kwamba this is very special person. Alikuwa the best of the best katika kundi la watu waliokuwa wamesimama, anaonekana juu ya wengine. Hiyo ni sehemu ya sifa za wale ambao Mungu anachagua. Mungu hachagui au hataki hapa sisi tumpe kitu ambacho ni cha mwisho, dhaifu. He takes the best. Hiyo ni fundisho la kwanza. Kwa hiyo wafalme wote wengi ambao wameteuliwa na Bwana walikuwa ni watu wenye sifa nzuri. Sifa nzuri, na hata mbele ya macho ya watu walionekana ni best. Na kwa hiyo Sauli alikuwa mrefu na anapendeza, mwenye nguvu, na alikuwa ni manake alikuwa na uwezo wa kivita na kila kitu huyo Sauli. Na hata mwanaye Jonathan alikuwa pia ni mtu
alikuwa anang'aa kati ya wenzake, na ndio amechaguliwa. Ana sifa za kwanza kabla ya Sauli. Sauli mwenyewe alichaguliwa akiwa na sifa tofauti na wengine, akiwa ni anatofautishwa kabisa na wengine. Hiyo ya kwanza. Katika mtazamo huo, mtazamo ulio katika mlolongo wa mafundisho katika vitabu vya Wafalme, Mungu anachagua viongozi ambao ni the best of the best, sio mtu dhaifu tu. Kwa hiyo kuanzia Sauli anakuja Daudi. Daudi baada ya kutaja kwamba Mungu anachagua, yeye anaona yaliyo ndani hata ya nje, kwamba hapuuzi. Hajasema kwamba anapuuza, hapana. They are not exclusive. The two are not opposed. Havipingani. Uzuri wa, kama mama alivyosema hapa, uzuri wa nje pia unaakisi uzuri wa ndani. Mtu ambaye anakuwa ni mwizi, hata mwili wake unakuwa wa kimwizi. Mtu ambaye ni mlevi, tabia mbaya, hawezi kujipresent kama he's always, even the face betrays him. The face reflects what is inside. Hiyo ni mwelewe. Mtu ukweli, kwa mfano wewe unakuja unaigiza, Yesu aliona tu, anakuambia hapana, huyo hapana. Anajua moyo mnyofu na wa kweli, na huo unaonekana hata katika tabia, na hata mwili unaakisi yaliyo ndani, unaonyesha, it reflects what is in the person inside. Kwa hiyo uzuri wa Daudi ni kama ule anaonyesha kwa nje, ni kioo cha yale yaliyo ndani, uzuri wake ndani. Anafafanua ule uzuri ulioko ndani ya Daudi. Alikuwa na rude skin, alikuwa na nywele safi, kijana anang'aa. He was tiny, small boy, maybe alikuwa 14 or 16. Alikuwa ameshaonekana he is very special among his brothers. Alikuwa na sura nzuri, labda alikuwa na afya njema na kila kitu. Ndio huyu amechaguliwa, na ye Mungu anachagua the best of the best, ambapo ni pia inaendana yale ya ndani, hayapingani. Huwezi kuwa mtu mzuri wa ndani alafu nje haionyeshi. Unaweza kufunga ukawa, we are not talking about vitambi na nini, hapana. Tunaongelea uzuri wa ndani. Unajua sio hawa wanaojipamba, samani sana wakina mama, mtanisamehe, unajipamba uzuri na kuweka mawanja marefu, na si hata selewi mimi, I'm sorry for that. Lakini uzuri wa kweli unaonekana from within. Unakuta msichana wa kijijini, mimi nimeshaona mmoja nikashangaa, huyu angekuwa mjini angekuwa matata kwa sababu so innocent and pure, ndio purity. And tena unaona aibu hata kuongea naye. That ni ule uzuri ambao hata kwa nje unaonekana. Ndio ilivyokuwa Daudi, na yule mwandishi anataka kuonyesha ule uzuri wa Mungu, anaangalia ndani, unaonekana pia hata kwa nje, na ndio maana alimchagua. Na ndio sifa zinazotolewa pale ni sifa ambazo pia unahusu ule uzuri aliokuwa nao ndani yake Daudi. Hata Sulemani, wafalme wote ukisoma, sasa sina nafasi, ukisoma wafalme wote walioteuliwa rasmi na Mungu wanapewa sifa kwanza za kimwili, au baadaye wanapewa sifa alikuwa hivi na hivi na hivi. Alikuwa na busara, alikuwa na akili, alikuwa na nini, alikuwa hodari kivita. Na baadhi ya hayo ni yale yanayomwelezea mtu kwa nje, lakini kwa ndani pia yanaakisi yale yaliyoko ndani mwake. Wezi karakta, tabia ya mtu, hata mwili unaonyesha yaliyo ndani. Mtu ambaye unaweza kuigiza, of course, ndio maana tuna wanafiki.
Lakini mnafiki atakaa siku chache chache akionyesha anavaa na suti, lakini kumbe nyuma ya suti ile kote analovaa huku shati limechanika. It can happen. Wapo na kuonyesha show ya nje, lakini mvue sasa, mvue uangalie mwili mzima. Sasa Mungu hadanganywi kwa sura tu, anataka kusema havipingani. Ule uzuri wa ndani pia unaonekana kwa nje, una reflect, unatokeza. Na unajua, kwa mfano mmoja ambaye alikuwa alikuwa spy, yani kachero wa serikali, anajifanya maskini, anavaa matambara na kaa barabarani. Nimeshakutana na watu wa namna hiyo, na mmoja alikuwa hapa chuoni, lakini alikuwa anajifanya anateseka, anafeli shule. Hapa nilipata shida sana yule bwana, kila semester anafeli. Anafanya hii tunaita carry over, manake arudie somo. Ninakumbuka alikaa hapa miaka 6 au 7 akifanya philosophy. Perhaps he was your classmate, I don't know. Huyu bwana alisoma hapa pia. Sasa mtu wa namna ile mimi nilimwangalia, the man is healthy, yani alikuwa bonge ya jitu. Akasema huyu bwana alikuwa anakaa wapi? Haya, mbona inaonekana ni late vocation, manake mtu ambaye alifanya kazini au nini, ambao tunao waliofanya kazi alafu wanasema hapana, ninaona huku mimi siwezi maisha yangu nataka kwenda kwa mtumishi wa kanisa. Anakuja akiwa mtu miaka 40, 45. Tunao ambao wamekuja wameshafanya kazi miaka kadhaa, wakasema mimi na kazi na kila kitu. Akaanza tena seminari, first year philosophy, anasota miaka 7, alafu anafunga, anamaliza akiwa na mvi tayari. Wako watu wa namna hiyo. Sasa huyu nikamhoji, wewe vipi bwana, ulikuwa wapi? Mbona unaonekana sio fresh kutoka shule? You are the oldest in the class, why? Ulikuwa wapi? Mimi nilikuwa nimefanya business na nini. Uongo tu. Lakini si sura yake utaona huyu sio mtu, sio mwanafunzi wa kawaida. Hata jifanya mwanafunzi, hata kwenda kucheza na mpira, kumbe mguu hata uendi tena. Lakini alikuwa anaigiza. Baadaye nimekaa kimya tu na observe na alafu baadaye, baada ya miaka mingi hata kuingia theology huko amekaa miaka mingi tu. Baadaye akaja kwangu mwisho wa mwaka, kabla ya kufunga mwaka, akaniambia, Father, ingawa nimefeli tena, lakini kwa kweli naacha masomo. Nimekuaje? Basi mimi nikueleze wazi, Father, mimi nimetumwa na serikali. Aliniambia kabisa ofisini, mimi nimetumwa na serikali nichunguze chuo hiki. Nikamwambia, nilikuona tu wewe. I told you, nilikuona tu wewe sio mwanafunzi. Ulikuwa unaigiza hapa, lakini you cannot hide everything. Wewe ni mtu unayepokea mshahara mkubwa sana, na maisha yako tofauti na mwanafunzi ambaye anategemea mzazi au anategemea shirika na lina vipimo vyao. Wewe bwana, wewe ulikuwa unajifanya tu hapa. Lakini nikamuuliza, sasa bwana, sawa, umekaa hapa miaka karibu 6, unajidai unarudia kila mwaka, mara nyingine anapotea miezi 3 haonekani. Sasa anakuwa tena huwezi kuendelea, lazima urudie mwaka ule. Yes, he did that. Alipostpone masomo karibu miaka 2, 3. Akasema hii kwa sababu serikali huwezi kumfukuza, chuo kikuu huwezi kumfukuza. Jamaa anaweza ukapa miaka 8, yupo tu, mradi asiache mwaka zaidi ya miaka 3 kama anafanya degree ya kwanza. Sasa nikamwambia, sasa unasemaje, wewe umetuassess nini? Akasema hiki chuo safi fala, yaani hiki naenda kuambia hakuna kasoro yote, hao watu ni wazalendo. Hiki chuo sio chuo kipinzani, sijui kinafundisha masomo ambayo au mambo ambayo ni kinyume na
policy ya serikali na mambo hayo. Kwa hiyo ulikuwa unanichunguza? Namwambia, akasema kiasi fulani, ingawa hukunifundisha, lakini mwaka wa kwanza huwa nafundisha philosophy. Nikamwambia, wewe nilikuona pale ingawa ulipata sijui 30, lakini hilo akasema nilisurvive. Nilijua kama nitaharibu kwako utanichunguza zaidi. Kwa hiyo alikazana kwangu akapata masi ya kupasi. Kwa hiyo akaniweka pembe. So this inaweza kuigiza hivyo na watu wanaigiza, lakini ukweli wa ndani utaonekana baadaye. Na hivyo Daudi hapa anaanza, Mungu anatoa policy ya kwanza kwamba yeye haangalii mambo ya nje, ni ya ndani kwanza. Hiyo ndio fundisho la kwanza. Na kwa hiyo anaanza na sifa hiyo na kudisqualify wale. Lengo la kuwadisqualify wale ni kumqualify Daudi. Ndio maana hawakutajwa majina yao. Baba yao ametajwa kwa sababu ni Mkiwi. Nabii Samuel ametajwa na huyu Daudi ametajwa. Na akasema hatuwezi kukaa mpaka letu. Na alipokuja ndio akatoa sifa. Na aliposizo sifa akampaka mafuta. Na hiyo inaonekana hivyo. Sasa wafalme wote wa Kiisraeli walioteuliwa na Mungu sio wale wa kurithi. There is a difference. Wale walioteuliwa hawa wanapewa sifa za nje zinazoakisi ule uzuri wa ndani. Ndio maana yake. Sasa hiyo, kwa hiyo nadhani wewe umeweka kana kwamba ule uzuri wa nje hauendani na wa ndani. Hapana, vinaendana. Sawa. Mimi niendelee na swali lingine. Haya maswali ambayo nimeandikiwa kwenye mtandao. Anaanza hivi, maswali kutoka kwenye group ameandika. Na mimi nimekuja na simu, bahati nzuri ameniandikia. Asante sana. Biblia iliandikwa na watu waliokuwa wakiongozwa na Roho Mtakatifu, na pia tunajua Roho Mtakatifu aliwashukia wafuasi wa Yesu baada ya kifo, ufufuko na kupaa mbinguni na Pentekoste. Je, waandishi wa vitabu vya Agano la Kale nao waliandika kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu? Bila shaka niseme wazi, tunasema Biblia yote kuanzia kitabu cha Mwanzo ni neno la Mungu. Maana yake Mungu ni mmoja, lakini ufunuo wa huyo Mungu mmoja kwetu sisi wanadamu ambao tuna kasoro, hatuna uwezo wa kuelewa mambo vizuri kwa ndani, huyu Mungu mmoja amejifunua pole pole, a gradual revelation, kwamba yeye ni nani. Na sisi tunamjua Mungu kuliko alivyomjua Abrahamu. Labda Abrahamu alimjua kwa intuition, kwa namna ya kitaamuli au kwa mystical revelation. Lakini sisi tunamfahamu kutoka kwa ufunuo wake mwenyewe. Yeye ndiye amejifunua yeye mwenyewe. Na tunakumbuka Paulo aliwaambia nafikiri walikuwa ni wa Korinto, kwamba au ni wa Korinto nafikiri, aliwaambia kwamba nyinyi hamwezi kuelewa yote, ni kama watoto wadogo, mnalishwa uji kwanza, alafu polepole mnaanza kula vitu vigumu kama ugali na mihogo. Huwezi kumlisha mtoto mdogo mihogo, tammaliza. Na hata katika upande wa tiba na lishe bora, tunaambiwa watoto wanyweshwe kwanza maziwa ya mama kwa miezi 6, sivyo? Bila kuwapa ndizi na maharage. Kama sisi wengine sisi tulisawavi namna gani? Mwezi mmoja tu tayari ameshaanza kupakiliwa ndizi. Lakini ndio
Ndio hivyo tumekuwa hivyo, lakini ndio maana tumekuwa labda watu dhaifu, stunted. Lakini Mungu ametuchukulia kama watoto. Paulo anatuambia kwamba tulikuwa hawezi kujifunua ghafla, kwa sababu watu wale watachanganyikiwa na kufikiri kwamba kuna miungu mitatu. Njue hiyo ni hata sasa hivi watu mawazo yao kimchunguza zaidi utafikiri kwamba tuna miungu mitatu. Wanavyosali hata sala zao, unaona, hajui kwamba sala yote unayoitoa kwa kumtaja Mungu Baba, pia Mwana yuko pale, ni yule yule, na ni yule yule Roho. Roho ni Mungu, Yesu Kristo ni Mungu, na Baba ni Mungu. Lakini hizi nafsi tatu ni fumbo kuu, na ndio maana sisi tunaita ni Sacred Trinity. Manake ni fumbo ambalo mwanadamu hawezi kuelewa how nafsi tatu zinakuwa katika umbo moja, yani nature moja, the divine nature, ambayo wanashiriki wote, lakini they have different persons, nafsi tatu. Sasa hilo fumbo halikuwa rahisi kuanza kuwafunulia watu wa kale, maana watachanganya, waseme kwamba kuna miungu mitatu. Kwa hiyo Mungu ameenda nasi pole pole. Na hata Mungu huyu sasa tunaambiwa msikilize dibaji ya Injili ya Yohane. Na katika dibaji manake the prologue, yani ile sura ya kwanza ya kitabu cha Yohane, Injili ya Yohane, anasema, anatumia lugha ya ile lugha ya kitabu cha Mwanzo. Ndio anaanza hivyo. Yohane anatuandikia kama kwamba ni kile kitabu cha mwanzo kabisa cha uumbaji. Anasema hivi, utasikia hapo anataja kwamba kumbe katika uumbaji Yesu alikuwepo, Kristo alikuwepo. Anasema mwanzoni, hapo mwanzo kulikuwako neno. Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwa kwa Mungu. Na neno huyu alikuwa Mungu. Neno huyu manake Kristo, the Christos, Logos. Huyu mwanzoni alikuwako kwa Mungu. Complicated sana. Kwa neno, vyote vimeumbwa kwa neno. Kwa hiyo pale Mungu alipokuwa nasema na iwepo anga, Kristo ndio alikuwa nasema na iwepo anga, na ndiye alikuwa naumba uwezo wa ile neno likafanya kile kitu kitamkwacho kikawa kitu chenyewe. Tunaita ni bara, yani kinaumba. Kwa hiyo Kristo, Yesu Kristo, mpako wa Mungu, alikuwepo wakati Mungu Baba anaumba. Kwa hiyo wote walikuwa pamoja. Na katika kitabu cha Mithali anasema yeye ndiye alikuwa architect. Architect manake yule anayeumba kitu kionekane, the architect. Kwa hiyo Kristo alikuwepo. Useme tu Kristo alionekana, alikuwepo tu wakati alipozaliwa kwa bikira. Hapo alimwilishwa. Lakini kabla ya umwilisho alikuwepo. He was in existence. Na yeye ni pre-existent. Alikuwepo kabla ya kuwepo ulimwengu. Sasa kama Kristo alikuwepo kabla ya ulimwengu, Roho Mtakatifu alikuwepo pia. Alikuwepo pia pamoja na Baba na Mwana katika ile nafsi tatu zile. Lakini jifunua kwetu sisi wanadamu ambao ni viumbe viliumbwa baadaye, manake tumetoka kwa neno lake, tumetoka kwa nguvu yake, tumetakaswa na nguvu yake ya Roho. Kwa hiyo vitu vyote vilikuwepo kwa Utatu Mtakatifu. Kwa hiyo Utatu Mtakatifu ulikuwepo kabla ya kuumbwa ulimwengu. Sio kwamba umekuwepo tu baada ya Kristo kupaa mbinguni na kushuka Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu hakuwepo tu siku ya Pentekoste. He was there and he was and he is and he will be. Kama Baba alivyotamka jina lake ni Yahweh. Oh yeah.
alikuwepo na atakuwepo na yupo milele yote. Kwa hiyo hizi nafsi tatu zilikuwepo milele yote, na kwa hiyo wakati wa kuumba zilikuwepo milele yote. Huyu roho huyu alishiriki uumbaji na atakuwepo mpaka mwisho wa nyakati na baada ya nyakati, ndio Roho Mtakatifu. Na kwa hiyo matendo yote, matukio yote, manake Roho Mtakatifu ni nguvu tendaji ya Mungu, ni nguvu tendaji. Hakuna kinachofanyika bila Roho Mtakatifu. Pia Roho Mtakatifu ni utakaso, nguvu takaso inayotakatifuza vitu. Kwa hiyo hauwezi kumwabudu Mungu bila Roho Mtakatifu. Hauwezi kumpendeza Mungu bila Roho Mtakatifu. He was always there. Kwa hiyo tuseme hayo ndio niseme. Kwa hiyo kila tukio lilotokea na mawasiliano au mahusiano kati ya Mungu na mwanadamu, Roho Mtakatifu alikuwepo, Kristo alikuwepo na Baba alikuwepo. Sasa alianza kufunuliwa Baba ili tusije tukachanganya kwamba kuna miungu mingine. Kama zamani walikuwa naamini alikozaliwa Abrahamu walikuwa na miungu mingi kule Uru Kaldea. Wakaldea walikuwa na miungu ya kila aina. Kuna Mungu wa kulala, Mungu wa kuamka, Mungu wa chakula, Mungu wa maziwa, Mungu wa maji. Ukinywa maji uombe kwamba Mungu yule wa maji akutakase kabla, la sivyo yatakukwama koni. Ukilala ulale Mungu wa ndoto akupe ndoto nyingi. Kwa hiyo unachukua kidudu fulani walikuwa navyo kwenye shelf, unachukua ki statuette tunaita kisanamu kidogo, unakiweka kichwani pale. Yaani huyo Mungu wa ndoto akupe ndoto nzuri. Usipoongea naye unamtemea mate kidogo, ndio unalala. Kwa hiyo walikuwa na miungu mingi. Such people, watu wa namna hiyo, wenye imani za namna hiyo, how would you communicate with them? Usiye ukakosea ukaanza kuambia Mungu ana nafsi tatu, watachanganyikiwa. Kwa hiyo Mungu alichuchukua kama watoto wadogo. Unatupa kwanza maziwa, alafu unatupa chakula cha majimaji kidogo baada ya miezi 6, alafu baadaye baada ya miaka 1-2 tunaanza kupata ugali, tunaanza kula hata mawe kama inawezekana. Lakini ni hatua kwa hatua. Sasa kwa hiyo katika Biblia matendo kama Musa, matendo yote alifanya Musa, na kule Misri, mapigo ya Misri, na hata kuvuka yote, kuvuka bahari ya Shamu na nini, Roho Mtakatifu alikuwa, na ndiye alifanya manabii wote. Kama Musa ni nabii, yale maneno alikuwa anayasema yametoka kwa Roho na aliongozwa na Roho. Na huyo Roho ni yupi? Hawakuandika Roho Mtakatifu kama nafsi kwa sababu ingechanganya. Walisema Roho wa Mungu. Who is this Roho wa Mungu? Ni Roho Mtakatifu. Tunasikia katika wale hasa Waamuzi, kitabu cha Waamuzi. Waamuzi waliteuliwa na Mungu, waliitwa na Mungu, wanaambiwa wakaokoe taifa lao dhidi ya Wafilisti. Lakini statement moja ambayo ni muhimu, walisema wakati walipoitwa, Roho wa Bwana akaanza kuchukua maisha yao, akawaongoza. Walipata nguvu kutoka Roho akaanza kumuongoza. Roho kila wakati wanarudia, the Spirit of God descended on him and started to act in the person. Kwa hiyo unaona Roho Mtakatifu ni huyo alikuwa na waongoza waamuzi kama wakina Samson, wakina Debora, wakina Sisera. Wote hawa waamuzi wanaojitokeza. Na mtu ambaye anamkosea Mungu, akishajitenga na Mungu, Roho naye hayupo, anaondoka. Somo la leo, Sauli baada ya kukosa kutii, Roho wa Bwana akatoka. Siku Daudi aliyopakwa mafuta, tumesikia leo somo, Roho wa Bwana akaanza kumuongoza.
Huyo Roho ni wa Bwana ni nani? Ni Roho Mtakatifu. Huyo Roho sasa ndiye anaongoza waandishi walioandika vitabu vyote vya Agano la Kale. Ni kazi ya Roho Mtakatifu pia. Imeeleweka? Kwa hiyo mtu asiseme Roho Mtakatifu amezaliwa siku ya Pentekoste. Alikuwepo kabla. Ni huyo Roho huyo alimpeleka Kristo porini huko jangwani kujaribiwa. Roho wa Bwana, Roho alikuwa na Roho wa Bwana. Ni Roho huyo ambaye alimfanya Bikira Maria kama mjamzito. Na tukumbuke hiyo. Kwa hiyo kazi, mtendaji katika historia ya wokovu, mtendaji mkuu ni Roho Mtakatifu. Tukumbuke, anayepanga ni Mungu Baba, mtendaji ni Roho Mtakatifu. Yes, na mtekelezaji wa yale matendo ni Kristo. Kwa hiyo yote hayo kazi, Mungu alikuwa active from the beginning to the end. Kwa hiyo mwandishi vitabu vyote, manabii wote hawakuweza kusema kitu bila Roho Mtakatifu. Haiwezekani, kwa sababu waliongozwa na Roho wa Bwana. Na huyu Roho wa Bwana ni nani? Ni Roho Mtakatifu. Mungu hana roho mbili, ni yule tu ambaye hajafunuliwa kama ni nafsi, independent person. Hapo ni fumbo lile la utatu, ngumu sana. Hapa ni kumwomba tu Mungu hata mimi niamini tu, kwa sababu Mungu amependa. Mungu ni fumbo kubwa sana, yaani Mungu ambaye ana nafsi tatu ni ngumu sana, na zote ni independent but they are in one. Ni ngumu sana hii, lakini Mungu sio mwanadamu. Mungu ni fumbo. Kwa hiyo ndio maana anabaki kuabudiwa na kusujudu, kwa sababu hata malaika, hata watakatifu mbinguni watabaki wanamsujudu, kwa sababu ni fumbo. Ndio maana hata Maria alipoona mambo yanatendeka na kaa kimya, shika adabu, sababu haelewi, kwa sababu ni fumbo. Mungu mambo yake ni fumbo. Sasa ndugu zangu, hao walioandika maandiko matakatifu ya Agano la Kale, manabii wenye busara kama wakina Sulemani, ingawa walikosea, wote hao walikuwa wanaongozwa na Roho wa Mungu. Na Roho wa Mungu huyu si mwingine, hakuna roho mbili, si mwingine, ni Roho Mtakatifu. Kwa Roho Mtakatifu, hapa swali hili, kwa hiyo ningesema, je, waandishi wa vitabu vya Agano la Kale nao waliandika kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu? Bila shaka ni Roho Mtakatifu alikuwa anaongoza, na ndio maana inspiration is not limited to the New Testament. Sio kuongozwa na kusukumwa na Roho Mtakatifu, inspiration sio swala la vitabu vya Agano Jipya tu, pia ni Agano la Kale. Ingawa hatukuwa bado tumefunuliwa kwamba huyu Roho anayeongoza ni Roho Mtakatifu. Yes, meeleweka? Tusije tukafikiri Roho Mtakatifu alianza kuwepo tu wakati wa Pentekoste. Alikuwepo, ndio maana anasema mimi naenda kumtuma. Alikuwepo, na Baba atamtuma both, na atakuja kusema ni kile kinachotoka kwangu na kinachotoka kwa Baba. Vyote ni sisi wote. Kwa hiyo Roho Mtakatifu alikuwepo, na alikuwa anaongea kwa kinywa cha Kristo, na alikuwa anaongea kwa kinywa cha Baba, kwa niaba ya Baba, lakini alikuwa hajatambulishwa, na amekuja kutambulishwa kama nafsi katika tukio la Pentekoste. Ndio hivyo tu. Kwa hiyo swali hili nafikiri ni rahisi kuelewa. Ikiwa ndivyo, anasema, nauliza swali la pili, ikiwa ndivyo kwamba Roho Mtakatifu aliwaongoza hata waandishi wa Agano la Kale, vitabu vya Agano la Kale, ikiwa ndivyo, je, katika kipindi cha Agano la Kale Roho Mtakatifu alikuwa tayari anafanya kazi? Nimjibu yote, nimeshamaliza. Alikuwa anafanya kazi
na kuwafariji watu, ndio alikuwepo in operation. Alikuwa anaongoza manabii hata wakati wa mateso, kama wakina Yeremia wanateseka. Mtu mmojawapo mteswa anayefananishwa na Mungu, nabii Yeremia, alitupwa kwenye visima huko, akapigwa, akakimbia, akaenda Misri, akarudi. Yote hiyo alikuwa anamuongoza. Wakina Ayubu alikuwa na nguvu ambayo ilikuwa inawatuliza, ni Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu alifanya kazi katika Agano la Kale, lakini sisi tuna advert, manake unafanya ukitambua. Najua Roho Mtakatifu alikuwa anaongoza Yohane Mbatizaji, lakini Yohane Mbatizaji hata hajajua fumbo hili kama mimi ninavyolijua, lakini alijua ni Roho wa Mungu unamuongoza, lakini hakujua kama ni nafsi independent. Anasema ni Roho wa Mungu, lakini huu Roho wa Mungu nani? Kumbe hiyo tunaita ni Roho Mtakatifu. Basi ni hivyo tu, unaanza kujibu maswali haya. Yes, karibu. Kama nitaweza kuelewa Kizungu. Hapa nasoma kitabu, wiki hii nasoma kitabu kinaitwa Nothing is Impossible with God. Sasa hapa huyu bwana mwandishi anaelezea kidogo hapa kuhusu Agustino. Anasema many of us may remember hearing the story of St. Augustine and the Trinity when we were very young. When St. Augustine was the Bishop of Hippo in Northern Africa, he was delivering a series of sermons on the Trinity. Between the sermons, he would stroll along the beach to contemplate and rest his mind. On one of his walks, he met a young boy who had dug a hole in the sand and was repeatedly filling buckets of water from the sea to empty them into the hole. Augustine's curiosity was stirred, so he asked the boy what he was doing. The little boy responded, "I'm going to take the big ocean and put it in the little hole." The wise Bishop Augustine said, "Son, that ocean is too big to fill in that little hole." The little boy immediately said, "Well, it's a lot easier for me to put the big ocean into this little hole than for you to put the big Trinity into your little mind." Bishop Augustine. At that moment, the little boy disappeared. Bishop Augustine knew that he had been visited by an angel to remind him the limitations of even the best theology on Trinity. Ndio. This is well known story. Nadhani wote mmeelewa au si? Hiyo story ndio nang'ang'ania kuwaeleza kwamba kama Paulo anavyotueleza, sisi mambo mengine hatuyaelewi. Kwa hiyo Mungu anatuchukulia kama babies. We have to grow slowly. That's progressive theology, revelation. Lakini huyo Agustino yeye ndiye amekuwa stand pale, amemalizwa kabisa. Na ndivyo watu wengi tutasikia wanapishana. Unapisha nini? Mimi ninanyosha mikono tu basi. Kwanza hata kama unaambia mpumbavu sawa tu. But the gift of faith is a divine gift. Sio ya kuji kwamba I believe in God because I'm intelligent or I can reason out why there should be God. No, it's a gift. Nimetembea huko na huko mimi nje ya ajabu huko, nakutana watu wengine wanaamini vitu vya ajabu. Mtu mzima ni maprofesa wakubwa kabisa, lakini anakwenda kupigia magoti sanamu. Nakaa kimya, anasema kwa kweli fumbo la imani ni zawadi, kwa sababu unakuta mtu amesoma, ni injinia wa ndege, anaabudu lisanamu la Nirvana kule India, anaabudu ling'ombe. Na yeye yupo kwenye maandamano, anaenda kujiplanji kule Ganges kule, na mtu ana degree 6 za PhD na profesa wa chuo kikuu cha huko, anaonana nakimbia na watu na mitandao yao, wanaenda
baharini kule, wanaenda kujiplanchi kule. Anasema huyu mwana anafikiri kweli atazaliwa kama sisimizi. Mtu mzima ana akili zake, na wewe unaamini vingine. Sasa we should not laugh at each other, hapana, au kumdharau, ila tu I just withdrew, nasema Mungu nakushukuru kwa zawadi ya imani. Mimi sielewi ingekuwaje. I could have been worse than this fellow. Kwa hiyo imani yako itunze sana, ni zawadi ya ajabu sana, ya ajabu kweli kweli. Na hiyo Agustino anapigwa shoka pale, na huyo malaika anajitokeza kwenye beach pale Algeria, Tagaste, anaambiwa you are the person. Hiyo hadithi ni kama Daudi alivyoambiwa na Nathan kule, wewe ndio ulikula mbuzi kondoo yule maskini. Ndio hivyo. Asante sana kwa kutusomea simulizi hilo, ambapo Agustino alikuta huyu mtoto anayechimba kishimo pale, anataka kuingiza maji ya bahari kwenye ile shimo lake. Ndio huyo anaambiwa Agustino, kwa sababu sasa ni master mzee, na miaka zaidi ya 70 sasa, anamwambia what are you doing? Unafanya nini mwanangu? Kitoto kidogo kinachimba shimo kwenye mchanga pale, kinachota maji, kinajaza. Anambia wewe unafanya nini? Anambia nachukua maji haya najaza kwenye shimo langu hapa. Anambia hii kweli uone maji ni mengi sana, utafanya nini? Akamwambia kweli umeona hivi? Kweli. Sasa wewe mbona unafanya hivi? Anamwambia wewe unataka kuingiza ukubwa wa Mungu ambao ni ukubwa kuliko hii bahari, unataka kuingiza kwenye kishimo cha akili yako.